Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mbinguni. Nina kila sababu ya kumshukuru baba yangu Tumefurahi pamoja na mama yangu na watumishi wote na wanamispa wote kwa kunipa nafasi tena kusema na nyie. Tunashare neno la Mungu kwa sababu linatujenga sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio mwongozo wa maisha yetu. Pasipo neno la Mungu hatuwezi kutembea katika lile kusudi na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila mmoja, kila Mkristo, kila anayeamini ni lazima atembee katika uongozi wa neno la Mungu, kwa sababu ndio kila kitu, ndio dira yako kwenye maisha yako. Ukitaka mema ni neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ndio linalotuongoza na kutufundisha. Siku ya leo tuna neno la Mungu ni lidogo sana, tunasema ni lidogo lakini linakwenda kutufundisha na kutuongoza. Labda kuna mahali ambapo tulikuwa hatufahamu namna na jinsi ya kukaa na kuingia na kutoka. Kwa hiyo siku ya leo neno la Mungu linakwenda kutufundisha namna ya kuingia kwenye madhabahu ya Mungu na namna ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapotamka Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa sifa na Mungu wetu anakaa kwenye sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakwenda kusoma neno la Mungu kwenye Zaburi ya 149. Mungu wetu anakaa katika sifa na anapenda sifa. Kwa hiyo huu ndio mwongozo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tukitaka kuona wema wa Mungu ni katika sifa zake. Tumekwisha kupata? Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Sifa zake katika kusanyiko la watauwa. Israeli na amfurahie yeye aliyemuumba. Wana wa Sayuni wamshangilie mfalme wao, na walisifu jina lake kwa kucheza kwa sauti tamu ya matari na kinubi. Kwa kuwa Bwana amewaridhia watu wake, wapamba wenye upole kwa wokovu. Watauwa na washangilie utukufu, waimbe kwa sauti kuu vitandani mwao. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali uile mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya makabila ya watu. Wawafunge wafalme wao kwa minyororo, na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hii ndio heshima ya watauwa wake wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anapenda sifa. Na siku ya leo tumekuja kwa kusifu madhabahuni pake, kwa sababu sifa iliyokuwa inaendelea hapa sio ya kawaida. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe alishuka. Kwa hiyo tuendelee kumsihi Roho Mtakatifu aendelee kushuka, kwa sababu katika sifa kuna mambo mengi. Katika sifa kuna uponyaji. Katika sifa kuna kubarikiwa. Katika sifa kuna kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo mambo matatu Mungu anayapenda na ameyatenda kabisa, na ameyaweka kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kila mmoja. Kila mmoja anapenda sifa, kwa sababu hata wakuu wetu wa nchi wakisifiwa, unaona wanaanguka kwenye mifuko yao, wanajiachilia kwa wale watu wanaowasifia. Lakini Mungu wetu ni zaidi tunapomsifu yeye katika roho na kweli. Kwa hiyo natakiwa uangalie, umekuja madhabahuni kumsifu nani? Umekuja kumsifu Mtume Furaha? Umekuja kumsifu mtumishi Ana? Au umekuja kumsifu mtu yeyote mwenye jina lake na cheo chake? Inatakiwa uangalie umekuja kumsifu nani. Kwa hiyo tunapokuja madhabahuni tuangalie namna ambavyo tunaingia kwenye madhabahu ya Mungu, kwa sababu tayari hapa Baba ameshatupa kipengele kidogo tu. Ametuambia kwenye madhabahu kuna vitu viwili, kuna laana na kuna baraka. Kwa hiyo tuangalie namna tunavyoingia kwenye madhabahu na namna tunavyotoka na namna tunavyokaa, kwa sababu hivi vyote vimetukabili, viko mbele yetu. Kwa hiyo tumeambiwa tuchague. Kama tunachagua baraka, tutembee katika baraka, na kama tunachagua laana, tuenende katika laana, kwa sababu sisi tuliokuja madhabahuni tunahitaji baraka. Ndio maana kila mmoja yuko mahali hapa. Kila mmoja amekuja kwa ajili ya kupokea kile cha kwake ambacho yeye anajua ni hitaji lake mbele za Mungu. Kwa hiyo tunapokuja madhabahuni tuje kuchukua zile baraka ambazo zimekusudiwa. Sio tuje kutafuta. Kuna mambo mengine
ambayo hayastahili kwa muda huo na wakati huo. Baada ya kumaliza ibada ndio unatakiwa uyatafute na uyaangalie kama yanakufaa kwenye maisha yako au hayakufaa, iwe achana nayo. Lakini kile ambacho kusudio lako na moyo wako umekuja kutafuta baraka, umekuja kumtafuta huyu Mungu wa kweli. Ndio maana hapa anatuambia mwimbieni Bwana wimbo mpya. Wimbo wako mpya ni upi? Wimbo wako mpya ambao ni wa kila siku ni upi? Kwa sababu kila siku na kila saa na dakika lazima una wimbo. Kuna maneno ambayo unayanena. Unamwambia hakika Mungu nahitaji nikuone. Huo ndio wimbo wako mpya kwenye maisha yako. Kila siku unamwambia Mungu nataka nikifika au nataka nikakuone, nikudhibitishe Mungu. Kwa hiyo unapomdhibitisha Mungu ni katika wimbo wako mpya. Moyo wako umeufungua kwa namna gani ili ule wimbo mpya ukapate kudhibitika. Kwa hiyo ukiona kuna mahali ambapo unamsihi Mungu ambapo bado Mungu hajakujibu, wewe usiogope. Kwa sababu wimbo wako mpya lazima Mungu atakujibu tu. Lazima huo wimbo wako mpya utakuwa ni wimbo wa kushangilia na ni wimbo wa kusifu. Ndio maana hapa anaambiwa Israeli na amfurahie yeye aliyemuumba. Kwa hiyo kila wakati natakiwa umfurahie yeye aliyekuumba, kwa maana amekuumba kwa jinsi ya ajabu na namna ya tofauti. Haukijiangalia huwezi kufanana na mwenzako. Hata kipawa Mungu alichokiachilia ndani yako hakiwezi kufanana na cha jirani yako aliyekaa pembeni yako. Mwambie mwenzako kipawa chako hakiwezi kufanana na cha kwangu. Amina. Kwa sababu kila mmoja Mungu amemuumba kwa namna ya ajabu na jinsi ya tofauti. Kwa sababu kipawa chako wewe kinamsaidia jirani yako na kile cha jirani yako kinakusaidia wewe. Kwa maana Mungu ametuumba kwa ajili ya masaidiano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutembee tukitambua kwamba Mungu wetu yeye ni Mungu mwaminifu, alafu ni Mungu mwenye wivu. Hakuna mtu mwenye wivu kama Mungu. Kwa hiyo Mungu anatamani kila mmoja. Kwa hiyo ana wivu na kila mmoja. Kwa hiyo anatamani kila mmoja kile kipawa chake, yaani akitumie kama ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa anaambia walisifu jina lake kwa kucheza, kwa sauti tamu ya matari na vinubi, kwa kuwa Bwana amewaridhia watu wake, wapamba wenye upole kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hapa watu wote ni wenye upole ambao tumepambwa kwa wokovu. Kwa hiyo Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Kwa hiyo yale majina yote mazuri huwa anatupatia sisi. Sio kwa sababu sisi ni bora kuliko wengine, bali ni neema yake ambayo ametupa na ameiachilia ndani yetu. Ndio maana tuko mahali hapa. Kwa hiyo anavyotupamba kwa hayo majina ni ili tuendelee kumsifu yeye, ili tuendelee kumwabudu yeye na kumtukuza yeye. Tuzifuate zile sheria za Mungu wetu. Kwa maana Mungu wetu ni mkamilifu na mapenzi yake ni makamilifu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo anapotuambia tumsifu yeye katika ibada yako ya sifa, wewe unajiachilia kwa viwango gani? Vile viwango unavyojiachilia na Mungu ndivyo hivyo viwango anavyoviachilia baraka zake kwako. Kwa hiyo inatakiwa ukija mbele za Mungu unamwambia Mungu, moyo wangu uko wazi mbele zako. Nahitaji nikusifu wewe katika haki, katika roho na kweli. Ninaomba ukatambue kama kuna roho yoyote, huenda ikawa nina roho ya majivuno, naomba Mungu ukaishushe ninapoimba. Kama nina roho ya wivu, ninaomba Mungu ukaishushe, ukaiondoe. Kwa sababu kuna roho ambazo zinapingana. Kwa sababu roho, yani roho na mwili ni vitu viwili ambavyo vinapingana na nguvu ya Mungu. Roho inataka kumsifu Mungu katika roho na kweli, lakini mwili unasema nimechoka. Lakini mwili ukiona chochote unasema hapana. Mwili ukiona chochote unakasirika. Lakini ile roho yenyewe inahitaji kumshangilia Mungu. Kwa hiyo inatakiwa unautiisha mwili, unaambia mwili nimefika ibadani, nahitaji nimsifu Mungu. Kwa maana Mungu wangu anakaa katika sifa. Na nikiingia katika sifa, ina maana kwamba kuna magereza ambayo yanafunguka na kuna ngome ambazo zinaanguka. Ndio maana hapa kwenye mstari wa 8 unasema wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Kuna wakuu waliokuwa wametufunga, kuna wafalme waliokuwa wametuvisha pingu za chuma. Lakini tunapomwimbia Mungu katika roho na kweli, zile pingu na ile minyororo inarudi kwa wale wafalme waliokuwa wametufunga, inarudi kwa wale wakuu ambao walikuwa wametukwisha kutuvika pingu. Kwa hiyo tukimwimbia Mungu katika roho na kweli,
hakika utamwona Bwana kwenye maisha yako. Hautabaki kama jinsi ulivyo. Ina maana kwamba hata katika kiroho chako lazima unaongezeka, kwa sababu Mungu anatizama moyo, anaangalia moyo ulionyenyekea. Yamkini wewe unaimba kwa sababu una sauti. Hata wa duniani wana sauti, wanaimba kweli kweli, mpaka wanapewa tuzo na wanatajirika kwa ajili ya hizo sauti zao. Lakini sisi wa Mungu ni zaidi, kwa sababu tunapata hapa duniani na mbinguni tunapata nafasi ya kukaa na Baba, kwa sababu ya zile sifa ambazo tumekuwa tukimsifia Mungu. Hatuwasifii watu wa duniani, hatusifii magari yetu, hatusifii nyumba zetu, hatusifii waume zetu, hatusifii wake zetu wala watoto tulionao, bali tunamsifu Mungu aliye hai. Kwa hiyo ukijua unamsifu Mungu aliye hai, kuna vitu ambavyo utavidondosha kwenye maisha yako, utavidondosha kwenye moyo wako, vile ambavyo unaviona kama ndio miungu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza ukawa umekipata ukaanza kukifanyia ibada. Wewe unaangalia ibada yako ni ipi? Ni nyumba yako nzuri ulionayo? Ni magari yako au ni fedha ulizonazo kule benki? Lakini Mungu anataka ibada yako wewe na yeye. Kwa hiyo ukitambua ya kwamba saa ya Mungu anahitaji ile ibada yako wewe na yeye, utakaa chini na kutafakari na kutubu, kwa maana sisi wanadamu huwa ni wakosaji kila wakati. Ndio maana tumeambiwa